Kifungu cha 7.1.5 cha ISO 9001, kichwa chake ni rasilimali za ufuatiliaji na upimaji. Mahitaji yaliyotajwa chini ya kifungu hiki pia yametajwa kwenye ISO 11401 na ISO 14501, lakini namba ya kifungu ni 9.1.1. Kifungu hiki kinahusu kazi zote au michakato inayotumia rasilimali yoyote ya ufuatiliaji na upimaji ili kuhakikisha ulinganifu wa bidhaa au mchakato. Hitaji la kwanza, shirika linapaswa kuhakikisha rasilimali zinazofaa za ufuatiliaji na upimaji. Uwezo na usahihi wa rasilimali za ufuatiliaji na upimaji ni mambo muhimu ya kufafanua ufaafu wake. Hebu tuelewe kwa mfano. Katika picha hii, moja ni duka la dhahabu na lingine ni duka la mboga. Bidhaa zilizopo kwenye duka la dhahabu ni vito vya dhahabu na bidhaa zilizopo kwenye duka la mboga ni matunda na mboga. Kama mtu atanunua vito vya dhahabu, kiasi cha ankara huhesabiwa kulingana na uzito wa dhahabu. Kama mtu atanunua mboga, kiasi cha ankara huhesabiwa kulingana na uzito wa mboga hizo. Hii inamaanisha mizani ya kupimia inatumika kubaini uzito wa bidhaa kwenye maduka yote mawili. Hii inamaanisha mizani ya kupimia inaitwa rasilimali za ufuatiliaji na upimaji katika mfano huu. Kama mtu atanunua kilo moja ya bidhaa na kuna kosa la gramu 50, je, hilo linakubalika? Hebu tuchukulie hali zote mbili. Kama mtu atanunua kilo moja ya nyanya, upungufu wa gramu 50 au ziada ya gramu 50 za nyanya, hilo ni kosa linalokubalika kwa pande zote mbili, yaani mnunuzi au muuzaji. Lakini kama mtu atanunua kilo moja ya vito vya dhahabu, hata upungufu wa gramu 10 au ziada ya gramu 10 za dhahabu, hilo si kosa linalokubalika kwa pande zote mbili, yaani mnunuzi au muuzaji. Kama mizani ya duka la mboga ina uwezo wa kupima kilo 10, inamaanisha kwamba kilo moja ya dhahabu inaweza kupimwa kwenye mizani hiyo hiyo. Hii inamaanisha kwamba hitaji la uwezo limetimizwa, lakini vigezo vya kukubali makosa katika maduka yote mawili si sawa. Mizani ya duka la mboga haifai kutumika kwenye duka la dhahabu. Kwa hiyo, hitaji la uwezo na hitaji la usahihi ni muhimu katika kuamua rasilimali inayofaa. Sharti la pili ni kufaa kwa matumizi. Kila rasilimali ya ufuatiliaji na upimaji inapaswa kufaa kwa matumizi. Hii inamaanisha kwamba rasilimali iliyopimwa inapaswa kutumika ili kuhakikisha matokeo sahihi na ya kuaminika. Kama mtu atatumia kifaa ambacho hakijapimwa kwa ajili ya uthibitisho wa bidhaa au uthibitisho wa mchakato, kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kwa kutokubaliana. Sharti la tatu ni mara ngapi ili kuhakikisha kufaa. Shirika linapaswa kuhakikisha kwamba mpango wa upimaji au uthibitisho upo. Mpango wa urekebishaji au uthibitishaji utaonyesha mara ngapi urekebishaji au uthibitishaji utarudiwa kwa kila rasilimali ya ufuatiliaji na upimaji. Mara ambazo urekebishaji au uthibitishaji unaweza kuamuliwa na shirika kulingana na kiwango cha matumizi au mapendekezo ikiwa yapo. Sharti la 4 ni kukubali makosa. Inaaminika kwamba ikiwa cheti cha urekebishaji kitapokelewa kutoka kwa shirika la nje, rasilimali ya ufuatiliaji na upimaji inafaa na inaweza kuendelea kutumika. Lakini ukweli ni kwamba shirika la urekebishaji kwa kawaida hutoa cheti cha urekebishaji. Makosa pia huripotiwa kwenye cheti cha urekebishaji. Shirika la urekebishaji halijui kama rasilimali ya ufuatiliaji na upimaji itatumika kwenye duka la dhahabu au duka la mboga. Ni jukumu la mtumiaji kusoma taarifa yote, ikiwemo makosa yaliyopo kwenye cheti cha urekebishaji.
Kama makosa yaliyopo kwenye cheti cha urekebishaji yako ndani ya mahitaji ya mchakato, itatangazwa kuwa inafaa na itaendelea kutumika. Kama makosa yaliyopo kwenye cheti cha urekebishaji yanazidi mahitaji ya mchakato, kifaa hicho kitumike kwa matumizi mengine ambapo makosa hayo hayana umuhimu mkubwa, au vinginevyo kisiondolewe kwenye matumizi. Hitaji linalofuata ni utambuzi wa hali ya urekebishaji. Kama makosa yaliyopo kwenye cheti cha urekebishaji yako ndani ya mahitaji ya mchakato, itatangazwa kuwa inafaa na itaendelea kutumika. Zaidi ya hayo, mpango utawekwa ili kuhakikisha kila mtumiaji anaweza kutambua kwa urahisi hali ya urekebishaji. Unaweza kutengeneza orodha ya vifaa vilivyorekebishwa na kutangazwa kuwa vinafaa na kuibandika kwenye maabara. Unaweza kubandika lebo kwenye kifaa cha ufuatiliaji na kipimo ili kuonyesha hali ya urekebishaji na ufanisi wake. Hitaji linalofuata ni ulinzi dhidi ya marekebisho. Kuna vitufe vya kurekebisha au chaguzi za kuweka upya vinavyopatikana kwenye vifaa vya ufuatiliaji na vipimo. Kama kitufe hiki kitatumika au kuendeshwa kimakosa, kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza hali ya urekebishaji. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha usalama wa kitufe hicho cha kurekebisha au chaguo la kuweka upya. Lazima umegundua kwamba chaguo la kuweka upya kiwandani, factory reset, kwenye simu halitekelezwi kama mtu atabonyeza kitufe kimakosa. Inaomba nenosiri ili kuthibitisha. Lazima umeona kwamba mizani ya kupimia haifutwi upya kama mtu hatabonyezi na kushikilia kitufe cha kuweka upya kwa sekunde 5. Hitaji la mwisho halijatajwa kwenye viwango, lakini limeongezwa kutokana na uzoefu wa ukaguzi. Kama kifaa cha ufuatiliaji na kipimo kitatengenezwa aidha ndani au nje wakati wa matengenezo, lazima kipimwe upya hata kama tarehe ya upimaji haijafika. Hitaji la mwisho halijatajwa kwenye viwango, lakini limeongezwa kutokana na uzoefu wa ukaguzi. Kama kifaa cha ufuatiliaji na kipimo kitatengenezwa aidha ndani au nje wakati wa matengenezo, lazima kipimwe upya hata kama tarehe ya upimaji haijafika.